Koma. Muungwana akitendewa mema huwa anafarijika sana. Muungwana mimi naendelea kufarijika unavyolambaza nami, kwa maana ukiendelea kulambaza nami unapata maarifa stahiki. Huyo hapa mshititi wa lugha au shina adhimu ya Kiswahili, Gabo Mwanangwa Wazigamba. Leo niko na wazee wangu. Kwanza mimi binafsi yangu nawapenda kweli. Nikiwaleta hawa nao pia utawapenda, kwa maana kinywa cha mtu mzima kina hekima iliyojaa maarifa. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana. Kwa haraka mama, majina yako? Mimi naitwa Venosa Kimate. Okay. Yes. Kazi? Mwigizaji. Niko kwenye tasnia ya Bongo Movie. Ndio. Yes, na sasa currently niko kwenye Tufani. Nacheza kama Victoria. Safi. Dr. Mbando. Ndio. Ni familia ambayo iko misukosuko mingi. Yaani moto unawaka kweli. Lakini tunaenda, maisha lazima yaende. Sawa. Yes. Father. Mimi naitwa Steven Charles Almasi. Yes. Maarufu kama Dr. Almasi kupitia tasnia Filamu Tanzania. Huyo ndo mtu ambaye upo naye leo studio. Unamshangaa mtu ambaye hakushangai. Na kama unishangai mimi nakumind, kwa nini unishangae wakati mimi nashangaza? Bwana safi, katika hii mradi Koma niko hapa kwa ajili ya kukomboa maadili na wazee wangu tunakomboa mazingira. Nataka tuanzie kwenye muziki, muziki wa sasa na muziki wa zamani. Niliwahi kuzungumza kwenye vipindi vyangu vilivyopita, lakini bado inazidi kunishangaza sana. Hasa pale mtu anavyosema makofi mawili, anasema makofi mawili sijui kitu gani, afu anapigwa yale makofi. Kama haujatumika sana sijui sehemu za kuzasili, anapigwa yale makofi. Hajabu kubwa wanapiga makofi wote wawili. Inashangaza kwamba wote walopiga makofi na vitu kama hizo. Kwa hiyo mimi binafsi yangu simsemi mtu vibaya, lakini naona haisaundi poa. Haisaundi poa kwa maleo uko nyumbani kama wazazi hivi, watoto sisi tuko nyumbani, wakaja wageni alafu mtoto akawa anaimba zile nyimbo. Mna ile lina saundi sawa? Mimi napenda music. Maisha yangu ni music. Yes. Lakini aina ya muziki ambao sasa tunaushuhudia, mimi maisha yangu ni music, na tangu nasoma primary school, tangu nakuwa mpaka naenda sekondari mpaka hivi, stari yangu kubwa ni music, alafu ndo football. Kwa muziki ambao tunaushuhudia sasa hivi yani nahisi kama kuna vyombo ambavyo haviwajibiki ipasavyo. Yani muziki umeachwa kuwa huru. Ni matusi kama maneno uliyotamka na mengine mengi ambayo tunasikia. Na kibaya zaidi sasa tumehama. Tuko magharibi, hatuko tena Afrika. Na mimi huwa naamini kinachomtambulisha mtu au identity ya mtu ni culture. Mila na desturi alikotokea. Ndio maana Masai mpaka leo anaheshimika dunia nzima. Yes. Wazungu wanafanya kazi kwa bidii, wanawekeza dola, alafu wakati wa high season wapande ndege waje Arusha kumshangaa Masai. Kwa nini? Kwa sababu Masai amestiki kwenye ametunza mila na desturi zake. Na ndio maana anaendelea kuheshimika. Sasa wengine tuliobaki tumekuwa watu wa magharibi. Na kwa maana hiyo basi mimi nitumie fursa hii au nitumie kipaza sauti chako. Ndio. Kuna watu wanaohusika na hizi zinaitwa content za muziki. Mimi nafikiri wanatakiwa wajitathmini kabisa, na wajitathmini, watuletee muziki sio matusi. Kabisa. Sasa hivi hamna muziki bro, ni matusi. Kabisa. Nafikiri niishie kusema hapo. Nasoma neno tu mpaka tunaona nguo za ndani. Mimi nataka nikupe experience kidogo, mtangazaji wa show hii. Zamani wakati mimi nakuwa, ilikuwa sio rahisi kuona mguu wa mtoto wa kike. Ndio. Mama unaunga mkono hilo? Ilikuwa. Ukiona mguu wa mtoto wa kike bro, sisi wanaume tulikuwa tunasisimka kwa sababu sio kawaida. Unasisimka. Sasa hizi mguu uko nje kabisa. Mguu. Nakwambia watoto wa kike wanacheza na nguo ya ndani. Nguo ya ndani ambao nguo ya ndani zamani sisi hatuioni, hata kama Ashakumsi matusi. Nitaongea kidogo, sisi ni watu wazima. Kama umebahatika kumpata mtoto wa kike zamani, una date naye. Kudate naye sijui ni sahihi, unakwenda kufanya naye tendo. So mke wako ni girlfriend naongelea. Unaingia mpaka unamaliza hujui nguo ya kike, nguo ya mtoto ya ndani ya mtoto wa kike ni rangi gani, uruhusi kuona.
nataka uone heshima ambayo mwanamke Mungu amemuumba nayo. Huruhusi kuona. Siku hizi unaiona kwenye TV nguo ya ndani. Unawezekana ukafika ndani usiikute hiyo. Unaweza usiikute na hata usijue ni rangi gani. Tulikuwa tunaingia ndani kwa sababu unajua hivi inaanza inaenda inapungua. Ilikuwa kubwa mpaka saa hizi imekuwa kama kamba hivi za kuvalia viatu na vitu. Haipo. Ndio inapungua, maana yake inapotezwa ile ndio. Inapotezwa. Sasa kuna watu wanasema siku hizi kuna ugonjwa wa nguvu za kiume, sio kweli? Ndio. Hakuna ugonjwa wa nguvu za kiume. Kwa sababu vitu tulivyokuwa tuvioni sasa hivi tunaviona. Ustimulate sasa hivi ukimwona mwanamke, una stimulate nini? Wakati ukiwa kwenye TV unaona nguo ya ndani ya mtoto wa kike, siku hizi kuna mshipi tu unapita kwenye mfereji. Ndio. Sasa utastimulate vipi? Sasa sisi tulikuwa tuna stimulate kwa sababu mtoto wa kike alikuwa ni bidhaa adimu. Uwezi kumpata, unampata wapi? Na ukisimama na mtoto wa kike barabarani, wazee wanakuambia mnajuana. Ni ndugu yako, sio ndugu yako, mnaongea nini? hiyo anaizungumza ulikuwa? Nilikuwa. Ulikuwa? Alikuwa mdogo lakini alikuwa na nilikuwa mdogo lakini nakumbuka make mimi nimeelelewa na babu lakini nakumbuka kabisa yani pale kijijini kwanza mwisho yani kurudi nyumbani saa 12 sikukute nje. Yani kikukuta nje sijui utaenda kulala. Utarudije kwanza? Una mtoto lakini sasa hivi. Sasa hivi na mtoto na watoto watatu. Watatu. Anarudi saa ngapi nyumbani yeye? Ni mtoto wangu kama ambaye yuko chuo. Yani kurudi saa 6 vitu vya kawaida. Usiku. Imeshindikana nini wewe ulikuwa unarudi 12 ya Sasa unajua sasa hivi mambo yamebadilika. Dunia ni nyingine. Dunia imebadilika. Wanaona vitu vingi huko. Wanaishi wanafikiri labda ndo maisha yenyewe. Kwa sababu hata mimi mtoto wangu kuna wakati anatoka anambia unaenda wapi? Mama bwana umeanza. Unaona? Kwa hiyo unaonekana wewe umepitwa na wakati. Kwa hiyo imefikia wakati wewe unaweza kumold mtoto wako akae hivi, unataka akae hivi, lakini anapokutana na wengine yani sasa wanapotezana. Kuna sehemu tunafeli labda. Kuna sehemu tunafeli. Na unajua tumeanza kufeli baada ya globalization. Mwaka 2000 ulipoingia ukaingia na laana zake, dunia inatembelea kichwa miguu juu. Kila kitu kilichange on the spot. Yaani hakuna tena maisha. Sasa hivi kila kitu ni fake, mfumo wa maisha, vyakula tunavyokula, vinywaji tunavyokunywa, kila kitu ni fake. Kwa hiyo tunaishi kwenye hiyo dunia. Sasa katika hiyo dunia ni Mungu aingilie kati. Kwa hiyo hakuna tena uwezekano wa yale maadili kurudi. Kwa sababu kwa nini unasema hakuna uwezekano? Ina maana watu kama tukifanya jitihada, tukajitahidi na vitu kama hizo itashindikana? Labda kama kila mmoja atarudi katika nafasi yake. Yani utoke ule mfumo kambare, baba mama kila mmoja na ndevu. Zile taasisi ambazo zinasimamia maudhui katika TV, katika radio, katika jamii kwa ujumla, zirudi katika nafasi yake. Lakini sioni huo upenyo kwa sababu kadri tunavyoendelea teknolojia inazidi kukua na watoto sasa hivi unajua kila kitu ni Amerika. Kila kitu ni Amerika kwa sababu ni kama wamehodhi kama sio kuteka nyara mila na desturi za Kiafrika. Kwa kila mtoto wa Kiafrika sasa hivi anataka kuonekana Marekani. Na ukitaka kumwelekeza mtoto anakuambia kama alivyosema dada hapo, mama na wewe umeanza. Yani hata nisitoke na marafiki zangu. Yani anahisi ana haki fulani. Na kama wenzetu tunavyoona Amerika kule mtoto ana haki. Kitu ambacho nakiona ni kwamba watu waambiwe. Unajua watu wakiwa waambiwi, nakumbuka Salama Jabir alikuwa ameanzisha kipindi chake fulani hivi, akawa anazungumza makosa yanayofanyika na music video. Ima kwa director au kwa msanii mwenyewe. Anazungumza, watu wakawa wanamchukia hivi, watu kama hawafurahishwi naye. Lakini imekuwa tiba na dawa mpaka sasa hivi kila mmoja anakiri kwamba quality ya music video ipo juu, watu unafahamu vizuri. Lakini madirector wamejaribu kutoka sehemu moja wameenda sehemu nyingine. Kwa hiyo vitu watu wananyamaza kimya. Hata mimi nimeweka hichi kijiwe mradi koma huu unajaribu kukomboa maadili, kukomboa mazingira kwa namna tofauti. Kuna namna 2 3 watawapata kuliko kunyamaza kabisa. Unajua ukinyamaza kabisa haya makofi mawili japo kidogo yataendelea kupigwa, tena kama hujatumika sana sehemu za siri yataendelea kuimbwa namna hii. Watu wanaimba wanapiga hivyo. Kwa nini kitu kiimbo kinaonekana kinajulikana? Kwa nini sisi tusiwe tuna culture yetu, tukawa na namna yetu? Tutapendwa tu, watu watasikiliza, watafurahi. Yani kwa mfano mimi labda nizungumze hivi, kurudi huko tunaweza. Lakini inahitaji nguvu ya pamoja. Yani
kuanzia kwenye level ya familia. Kumbuka mimi najua kabisa mama ndo mlezi. Yani ndo mwalimu wa kwanza, lakini ndo mlezi. Kwa hiyo tukianzia kwenye familia. Zamani nakumbuka sana wakati ndo tuko wadogo, ukifanya kosa, yani ukifanya kosa ni rahisi hata jirani kukuadhibu, si ndio? Lakini sasa hivi mguse mtoto wa mtu ama hata mwalimu yani huko ndo usiende kabisa balaa. Yani hata mwalimu sasa hivi umpige mtoto wa mtu, kijiji kitakuja shuleni. Utashtakiwa umempiga mtoto. Kwa hiyo zamani ulikuwa ukipigwa shuleni. Au upigaji wa zamani na sasa umebadilika. Zamani ulikuwa unapigwa kwa hekima na maarifa, sasa hivi unapigwa kwa chuki na nini labda. Labda kama kwa watu wana changamoto hizo, lakini mimi nakumbuka unapopigwa, ukirudi nyumbani umefanya kosa gani, unapigwa tena na mzazi. Ina maana kwamba unafundishwa zaidi. Lakini sasa hivi ukirudi nimepigwa, unakumbatiwa kwanza. Twende kwa mwalimu akaniambie kwa nini ananipigia mtoto wangu. Sisi zamani mama yangu tulikuwa tunaita kwamba unapigwa mara mbili. Unapigwa ukiwa unakosa, alafu usipolia unapigwa tena. Kwa nini haulii? Au ukiwa hujalia unapigwa tena. Umeelewa kwa nini unalia? Kwa nini umeonewa? Kwa maana usipolia ni jeuri. Kwa hiyo ulichokifanya ni sawa. Kwa unapigwa tena. Kwa nini haulii? Mpaka ulie. Umefahamu? Na ukilia sana unaweza ukapigwa kwamba wewe umeonewa. Kwa nini unyamaze? Kwa hiyo tunaweza kurudi huko kama tukianzia kwenye ngazi ya familia, tukaja kwenye ngazi ya hizi taasisi ambazo nasimamia hizi content maadili, kama hizo nyimbo zikija basi ziwe sawa. Watu wanataka burudani, lakini burudani aina gani? Hatusemi kwamba ukionyesha maungo, ukitovu kwamba ndo yani ndo umepata kipato, ndo kupata kipato. Kwanza hapo tunajidhalilisha. Kwa lazima tujue. Unajua mwanamke ananichanganya the way unavomwambia avae vizuri. Kila unavomwambia avae vizuri ndo anazidi kuwa uchi. Yani vaa kali kidogo, yani kali anahisi maumbile kuonekana ndo kuonyesha maumbile. Lakini ungoja turudi nyuma. Kwa nini wanaume wanavaa vizuri? Wavulana wakiwa stage pale. Na wanaume unajua tuna nguo chache sana. Tuna jeans, tuna cadet, umefahamu vizuri, tuna sweatpants. Juu tuna t-shirt, tuna shirt. Yani nguo kama zinahesabika hivi. Lakini kwenu kidogo naona mna vitu vingi sana. Tuna vingi. Yani tuna vingi, lakini bado tumechukua, yani tunachukua. Ukiacha mini kuna crop top, yani kuna mini afu kuna crop top. Sasa sisi tunakuwa ni tunakuwa entertain watu, wanafundisha watu, lakini kwa njia ambayo si sahihi kabisa. Kwa sababu hata mimi sitopendezwa kumuona mtoto wangu yuko pale amevaa vile, inaenda huko watu wanamuona. Kwa hiyo sio kitu kizuri kabisa. Tupo kwa ajili ya kuwasupport watoto. Unamsupport mtoto katika ujinga? Utakuwa na mzazi wa ajabu sana. Kila mzazi anatamani kuona mwanae ni mfano katika jamii. Lakini wako wazazi ambao hawajui kama ni ujinga. Wanaweza kawa na support bila kujua huu ni ujinga. Lakini ni ujinga ukiutizama. Sasa kupitia Koma inabidi watufuatilie kuanzia leo ili waweze kugundua kwamba wanafanya makosa, ndio kusupport ujinga wa watoto. Kwa sababu uelewa nao kwamba hichi ninachokifanya sahihi, na kama ni sahihi inabidi kianzie wapi? Hapa kinapoanzia ni sawa? Kwa sababu hivi vitu vinawezekana kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano kuna mkoa fulani siutaji jina, wanawake walikuwa wanasapoti sana wanawake wenza wao kwa maana ya kwamba wasomee udaktari. Wao walikuwa wanasikia aibu sana pindi wanapofikia hatua zile za kujifungua au vipi kuwa wanakaguliwa na mwanaume. Ni swala linaonekana la kawaida, lakini wao kwao hawakulichukulia kama kawaida, wakawa wanasupport sana hasa upande wa watoto wa kike. Almuhimu watoto wa kike wale wakikaa wakifikia level wawe madaktari, ikifika swala la kukaguana wakaguane wao kwa wao. Manake unakuwa watoto wa kike sasa hivi wanaweza kuwa wanasifiana sana bwana. Daktari fulani anamtaja kwa jina wa kiume. Akikupima njia mara mbili tu. Kwa hiyo unajua inawezekana ikawa ni utandawazi, inawezekana, lakini kama wao walikuwa nakifanya hichi mimi nawapigia makofi. Walikuwa wanajaribu kuweka aibu yao kwa wao. Kwa hiyo hata sisi tukipigana sana, tukipambana sana, tunaweza tukafikia sehemu moja au nyingine. Inawezekana. Yes. Na niongezee kitu kingine. Jamii yetu ya Kiafrika imeanza kuyumba kabla hata mwaka 2000. Nakumbuka mwaka 1994 akina mama duniani kote walikutana Beijing, China. Kutaka 50 kwa 50. Usawa. Ambayo imewatokea Pwani sasa. Sawa. Una maana ulianzia hapo? Ulianzia. Yes. Shida ilianzia Beijing. Utanisaidia. Kabla ya kipindi hicho kwamba haki sawa, shida ilianzia pale. Kabla ya kipindi hicho mwanamume wa Kiafrika sijui maeneo mengine
mwanamume wa Kiafrika ambao ndio unaitwa mfumo dume, lakini ndio mfumo ambao uko kwenye maandiko matakatifu, kwamba mwanamke anatakiwa kutii na kumheshimu mumewe na kupokea maelekezo kutoka, kwa sababu mume tumeambiwa ni kichwa cha nyumba. Na kipindi hicho mwanamke alikuwa hafanyi kazi, mwanamume ndo anafanya kazi, sio? Kwa hiyo mwanamume anatakiwa kuhakikisha naye ana play role yake, kuhakikisha kwamba mkate unapatikana, watoto wanakwenda shule. Kwa hiyo kina mama walivyotaka kwenda kudai 50 kwa 50, wakaenda mpaka kwenye mabunge yao wakapiga kelele, na hizo 50 kwa 50 zimepatikana kwa baadhi ya nchi. Shida imeanzia pale bro. Mwanamke anatoka, mwanamume anatoka. Anakwenda semina labda mikoani huko, labda unaishi Dar es Salaam, anakwenda Mwanza semina. Wewe umebaki Dar es Salaam. Vurugu zimeanzia hapo mpaka mwaka 2000 ukaja kwa wafumania kabla hawajajipanga vizuri. Kila kitu kikawa shagala bagala. Ndio maana nikasema ni Mungu wa mbinguni pekee aingilie kati, kwa sababu mfumo mzima umevurugwa. Sasa tunaanzia wapi? Na kama ulivyosema, tuendelee kupiga kelele, tusikae kimya. Tupaze sauti. Sauti ukipaza sana inaweza ikafika. Yes. Watu wengine wanaweza kaibuka kama ambavyo sisi tumeibuka na koma. Na watu wanaopiga kelele wakiwa wengi, watu wana taratibu, watu wanaanza kujisema. Unajua uzuri wa binadamu tofauti na mnyama. Binadamu ni mtu ambaye anaona hapa nimekosea. Yaani sisi wote tunajua. Yaani hata leo kulipokucha unajua leo kuna sehemu mimi nimekosea. Unaweza kujirekebisha kwa sababu kuna chombo kama hiki ambacho kinaendelea kupiga kelele. Koma. Sasa turudi hapo kwa Beijing. Wakati ndo tulikuwa walikuwa kwenye hizo harakati. Unajua wanasema mila kandamizi zilikuwa kwa kiasi kikubwa sana. Na zilikuwa zinamkandamiza zaidi mtoto wa kike. Unakumbuka? Wakati mtoto wa kiume ataenda shule, wa kike atakuja atafanya shughuli za pale ndani, lakini mtoto wa kiume atasimamiwa ili asome, kwa sababu ndo kichwa cha familia, anatakiwa asome, si ndio? Lakini pia ilikuja kufikia kwenye positions kubwa, utaona tu wanaume, wanawake wako wapi? Lakini haki tulikuwa tunaitaka, si kwamba ile haki ya kushindana. Lengo la Beijing ilikuwa ni kusababisha wanawake wapate position kwenye jamii. Yaani na wenyewe wasikilizwe. Kumbuka zamani ulikuwa hata ile mahari, watu wanapanga mahari kwa ajili ya mtoto aolewe. Wewe ushirikishwe. Ushirikishwe, wewe ni nani? Kwa mfumo kandamizi. Kwa hiyo ina maana kilikuwa kikao elekezi tu kwa kutoa mfumo kandamizi. Sasa mkajiongeza kidogo. Tukajiongeza kidogo. Asante. Niko nasubiri hiyo eneo. Sasa na sisi ile 50-50 ufanye kazi na mimi nifanye kazi, tuende kazini wote, tulee familia of course, kwa sababu hata msaidizi wa kwako ni mfano ni mimi hapa, ni mwanamke. Kwa hiyo na mimi natakiwa nifanye kazi. At least kuna sehemu ambayo unashindwa kufanya na mimi nitafanya. Kweli. Yes. Kwa kwenye swala la kufanya kazi hakuna mtu ambaye anajaribu kuwa mbishi au kutokuelewa. Kufanya kazi mkono wa kulia, mkono wa kuume na nini. Lakini kuna vitu ambavyo mmejiongeza vikatufikisha hapa leo. Tulipo. Kwa sababu kama unakiri kwamba wewe ulikuwa ukiambiwa neno moja unasikiliza, kwa nini wewe moja hilo unalizungumza mtu asikilize? Hapo sasa ndo tumejiongeza tukapitiliza. Kwa sababu haimaanishi kwamba una position kubwa uti upotee ama heshima ipotee. Heshima iko pale pale. Lakini hatukatai. Unajua sasa hivi utandawazi ndio umeharibu kila kitu. Western countries wanafanya mambo yao na sisi tunaona. Hata siku hizi sasa. Hata wengi ukiangalia wanaenda kwenye ibada, sijui makanisani. Hivi unaweza kuwa uwezi amini kwamba hata wanaume sasa hivi kanisani hawaendi. Mfano, naongelea mfano hata bodaboda juzi tulikuwa kanisani, yule mchungaji anasema naomba kuona tu bodaboda yoyote ambaye amekuja kanisani leo, lakini wanamshusha mtu nje ya kanisa alafu anaondoka. Kumbuka yule ni baba wa familia, analeaje familia yake? Unakuta watoto wa kiume. Kwa turudi sasa kuanza kulea watoto wote kwa sasa hivi, kwa sababu hata huyu baba wa familia ambaye haendi kanisani, yuko sasa muda wote kwenye mtandao, anajifunza nini? Atamfundisha nini mtoto wake? Na ndio maana sasa hivi imefikia stage ya kwamba ukiona mtoto mzuri wewe ndio dili. Mtoto akiwa akiwa mzuri, wanaenda gym, wanajipendezesha, atapata tu madem, si ndio? Sasa hivi atapata mshangazi. na sasa hivi ndo tumefikia huko, ni kubaya zaidi, kwa sababu tunaendelea kupoteza nini? Kizazi cha kiume kinaendelea kupata nini? Kupotea. Kwa hiyo sasa hivi mtoto akiwa, kwanza ukizaa mtoto, kwanza ukitaka kupata mchumba, unamwangalia na sura gani? Na unaanza kupima mtoto atakuwa wa aina gani ili niweze kupata nini? Akiwa mzuri kidogo, akivaa vizuri, hata ndio maana watoto wa siku hizi hata kazi hawataki kufanya. Kwa sababu gani? Wanaona sasa hayo ndo maisha
Lakini yote tume nani? Bwana safi, mimi nimefurahi sana na unaendelea kulambaza nami ili uweze kupata maarifa stahiki. Tuko hapa sisi kukuangazia tu wewe. Niseme kwamba nimependa sana kwamba unasema mwanamke anamwangalia mwanaume ana uzuri kiasi gani na vivyo hivyo kwa mwenzake naye anamwangalia ana uzuri kiasi gani mwanamke. Kwa maana kuna picha siku hizi zipo una set nikiwa maji kunde huyo akiwa mweupe tutazaa mtoto. Yes. Na ndio maana sasa hivi ndo tutazaa watoto labda kala fulani hivi chocolate colored atapata. Ndio maana sasa hivi hata mtu ukijifungua unaanza kuangalia mtoto ana sura gani. Tumefika hapo. Ndio tulikofikia. Kwa sababu hata wakija tu kama akiwa bwana we ndio hivyo tena. Lakini kwa nini sasa hivi wa mashangazi wameenda kwa vijana? Nataka kuniambia ndio maana hii kina mama wanapiga sana watoto muda mwingine toka hapa kwa sababu hiyo au kwamba kafanana sura babake. Yaani ni kwamba sasa hivi tulikofikia ni sehemu mbaya sana. Sana. Na ndio maana unakuta mashangazi wanachukua watoto wadogo kwa sababu tu ni mzuri. Nikiwa naye nitazaa mtoto mzuri. Sijui hivyo. Si umeelewa Lakini ni zaidi ya hapo. Kwamba ni zaidi ya uzuri, funguka. Zaidi ya uzuri? Ndio. Nyie watoto wa kiume, mashangazi mnachukua watoto wa kiume ni zaidi ya uzuri. Kuna sifa nyingine ambazo mnaiangalia. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ukimuona sura ya mtu kama Remi ndo aliwahi kuapili. Akasema mimi nimeshinda, sio ni mbaya lakini nimeambiwa mimi ni mzuri, akakataa. Alikasirika kuchukua nafasi ya pili. Alikuwa anadhani anastahili kuwa mtu mwenye sura mbaya kuliko wote Tanzania. Akachukua jamaa Masudi ya jamaa alikuwa kama ana ukoma, kama ana dalili ya ukoma. Akasema huyu ni mgonjwa. Dr. Remi akaapili akasema huyu ni mgonjwa, huyu ana sura mbaya. Mimi na sura mbaya original, mimi ndio nitakiwa niwe namba 1. Niambie mshangazi gani ana kitu chake kama Remi. Lakini mbona Remi mwanamke wake alikuwa mzuri sana. Mkewe sasa hivi huko tupo tena, tushapita. Tumepita huko. Huko tushapita kitambo. Zilipendwa. Hizo zilipendwa. Nimependa kuanzia hapa kwamba kwenye watu warudi basi hata kwenye nyumba za ibada zifanyike. Yes, kabisa. Tukirudi kwenye imani inawezekana imani ikarudisha watu. Kwa hiyo turudi kwenye imani, tuweze kuwa na ile hofu. Hata kama tunaingia kwenye mitandao, kwa sababu kwenye mitandao kila kitu hakuna restriction, uangalie wapi mpaka wapi. Na ndio kitu kibaya zaidi. Swala la imani kwako unalisemaje Fazi? Nilikuwa nalitafakari hapa. Swala la imani jambo jema sana. Kwamba linaweza likaleta msukumo mkubwa sana. Watu wakarudi kwa haraka sana. Lakini sasa hata hao viongozi wenyewe wa imani bro na wenyewe wametumbukia kwenye globalization. Wamepotea. Yaani kuna watu utamani kumsikiliza kwa sababu mtu anajihubiri. Nilimsikia mtu mmoja siku moja anamjaji Pastor Tony kwa sababu ana uvaji wake na nini. Nimesikia pia hilo. Nimeona kwenye mitandao. Lakini ni zaidi hapo. Wako watumishi wa Mungu wanajihubiri. Yaani hawamhubiri tena Mungu. Kwamba anajinadi nabii. Alafu ni watu wanaotafuta sasa hivi utajiri ndio sifa. Utajiri ndio unahubiriwa wakati watu tunatakiwa tuhubiriwe kuitafuta mbingu. Kuitafuta yao. Sasa hivi watu wanahubiri kuhusu utajiri na kuishi maisha mazuri ambayo sio dhambi. Lakini unajua naamini hivyo watu wengi wanakwenda kwenye nyumba za ibada wakiwa wana matatizo ya kwamba nitapata sina nipate. Kama imebadilika hivi sio kwamba nakwenda kwenye nyumba ibada kama zamani vile kuungama au kufanyaje watoto wanaanza mafundisho wakiwa wadogo. Yaani anajazwa imani ili afikie level na lenki fulani. Lakini sasa hizi inakuwa kama fashion hivi. Kama fashion. Hivi anaweza kafika mtu nyumba ibada afu akajisnap na inawezekana? Watu wanafanya. Wana snap. Wana snap. Yaani ndio yale tulosema kwamba umagharibi umepiga hodi mpaka vyumbani. Alafu tumeupokea kinoma noma. Tumeupokea tukidhani ndio ujanja. Kumbe tunapotea. Lakini tumetoka kwenye mila na desturi. Ngoja nikupe mfano mzuri ambao watu wengi wanauzunguka, hawapendi kuongea. Wakati mimi nakuwa, huyu atanisaidia. Huyu anaonekana pia amekulia kijijini kama mimi. Mimi utotoni nimekulia kijijini. Safi sana na mimi pia. Mimi nimekunywa damu ya mnyama anayechinjwa sasa hivi na kunywa kwa ujasiri. Imechanganywa na nyongo. Na ule utumbo ule wa taulo unakungutwa yale mavi unakula. Ilikuwa ni ujasiri. Maini ya moto kabisa tunakula. Kwa hiyo sisi tumeishi maisha ambayo tunayazungumzia. Sisi tumekuja mjini na hatujabadilika kusema kweli. Zamani mimi wakati nakuwa
mpaka nafikisha form 2. Mimi nilikuwa sijui shoga ni nini. Shoga labda rafiki wa mtu unajua. Labda hata hicho Kiswahili kikuepo pia. Mimi nilikuwa sijui maana shoga. Shoga yake mama. Shoga yake mama labda. Na ilikuwa ni rafiki yake mama. Hii shoga yake mama imekuja hapa juzi. Kuja saizi kuiweka vizuri, ikae vizuri. Na ina tafsiri yake pia sio nzuri shoga yake. Tumetoka sasa hivi hatuko huko tu kwenye mchele koka. Asante. Sasa hivi bro, mtoto wa kiume ambaye anafanya mapenzi na jinsia yake, yani mwanamume kwa mwanamume, imekuwa ni jambo la kawaida, haishangazi tena. Hakuna anayeshangaa. Hakuna. Yani unajua anaoshangaa ni nani hapo? Yule anaoshangaa ndio wao tu wanamshangaa zaidi. Ukishangaa sasa hivi kwanza shoga ukimshangaa na yana kushangaa. Wewe unashangaa nini? Unashangaa nini? Bro, yani mimi mpaka sasa hivi nimeshindwa kuwazoea. I'm telling you. Sijawahi kumzoea shoga. Yani mwanamume ambaye anajiona mwanamke, mimi sijawahi kumzoea. Haingii kwenye akili yangu. Kuna wakati walikuwa wanataka na wenyewe waandae shindano la umisi, unakumbuka? Nakumbuka sana. Na hii mimi nitoe wito kwa serikali yangu, serikali sikivu ya Chama cha Mapinduzi. Serikali ya daktari ya mama Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama anatakiwa apige kelele, hasa kipindi hiki ambacho aseme neno, atamke neno kwamba serikali yake haiko radhi kushuhudia uchafu. Huu ni uchafu bro, na ni laana. Kama juzi Trump kasema. Sasa mtu kama Trump, kama Trump ambaye ndo rais wa dunia, tunachukulia ni anatambua jinsia mbili tu. Kama rais wa dunia amethubutu kukemea, na ule uchafu nchini kwake ni kawaida, ilikuwa ni kawaida. Na amesema wanaingiza sheria mpya kwenye katiba ya Marekani kwamba hatutambui na ni kosa la jinai. Vipi sisi huku ambao tunamtegemea yule pale tuendelee kukumbatia ushoga? Shoga sasa hivi wapo katika kila shughuli. Unajua labda nikwambie kitu kimoja. Wanashirikiana na sisi kwenye kila shughuli, na ndio kawaida tu na vitu kama hivyo. Mama anasema, daktari anasema tuliweke wazi kwamba mama anasema na anakemea vilivyo, ila sasa alivalie kibwaya. Sasa kwamba bwana sasa hatua ya kuvalia kibwaya ni hatua ya mwisho, kwamba sasa jamani, liwalo na liwe. Manake nimeongea sana, nimetoa mifano sana, nimekuwa mpole katika hili. Amnielewi wanangu. Sasa nataka mimi kuanzia hapa tufikie. Sisi ni wa Afrika. Bro, tumelazimishwa kuingia huko ili tuone kawaida. Tuone kwamba ni democracy. Mtu anakuambia eti ni mwili wangu, nina haki nao, lakini wewe unatoka kwenye society ambayo iliyokukuza na mila na desturi zake. Ndio. Vipi wewe utengeneze dunia yako mpya na utamaduni wako mpya afu tuone wa kawaida? Haiwezekani. Sisi ni wa Afrika. Sisi wa Afrika tuko hivyo, sawa? Na inawezekana kabisa. Inawezekana kabisa. Inawezekana kabisa. Yes. Nini? Hemu weka wazi. Inawezekana kabisa kuweza yani kama Trump alivyotaka. Anatambua jinsia hizo mbili. Kwa sababu siku hizi kuna sehemu moja tuliyokwenda, unajikuta wewe ni mwanamke lakini yani wewe ndo mbaya kuliko wote. Hawa wavulana ndo kidogo yani wanaonekana ndo yani Filipino Philips yani wanakuwa yani wamependeza kupitiliza. Au ni hapa Tanzania? Baba. Na wako hapa maeneo fulani, kuna maeneo fulani. Kwa hiyo unaweza kuona hapa tunaangamia sana. Maeneo fulani huko kwamba wanakula bata wenyewe, tulikwenda maeneo Tabata hivi. Kwa hiyo unajikuta yani wewe unaanza kwani wanafunga baa bro. Na wanahela. Kwani ziko tetesi kwamba kila mwisho wa mwezi wanalipwa na taasisi zao ambazo ziko nje. Unajua mimi unani surprise kwa sababu mimi kwanza ni mgonjwa, sio mtu wa kutoka sana. Ni mtu wa kukaa tu hivi nyumbani na vitu kama hivyo. Kwa ukiniambia wanafunga baa, maana yake na mimi nashangaa kama watu wengine watavushangaa. Wanaingia sehemu, unajua na hela wanafika, wana matashtiti kuliko watoto wa kike. Vibe kama lote. Wanafika sehemu, wanafunga baa, wanaagiza. Yaani nyinyi wastaarabu na ungwana mtahama tu hiyo baa, wala mfukuzi, mtaondoka tu. Kwamba hiyo baa haitaki waungwana. Ni kama nzi katua kwenye chakula ambacho unakipenda, utakiacha tu hicho. Ni hiyo baa haitaki waungwana. Haitaki waungwana. Yaani wako kwenye dunia yao. Tubaki wenyewe. Watafanya fujo mpaka waungwana mtaaga. Hizo fujo zao. Na mwenye baa lazima afurahi kwa sababu kama wana pesa, maana yake anaingiza pesa. Anaingiza pesa na yeye anataka pesa. Kuna mmoja namuona kwenye mitandao ya kijamii anaongea wazi. Tajiri, mtoto mdogo hata miaka 30 ana, mtoto mdogo tu.
Mama, hiyo sehemu ulioenda baada ya kuona nini kilifuata? Yani baada ya kuona kwa kweli nijisikia vibaya. Alafu baada ya kujisikia vibaya nilikuwa sijui kama kuna watu kama hawa. Nakuwa nasikia tu kwenye magazeti tunasoma, tunasikia hizo taarifa mbalimbali zinasema, lakini niliona mwenyewe nikasema kwa nikaanza kuwaza. Nikaanza kuongea sana na mtoto wangu wa kiume. Hivi kwenye kurekodi na kuliposti unalichochea au unawatumia na wengine ambao watalishangaa? Kurekodi na kuposti sometimes inaweza ikawa inasaidia. Kwamba kuibua, kwa sababu lazima vitu viibuliwe, tuone kwamba vipo. Na hata sisi ambao tuna watoto wa kiume, unaongea vipi na mtoto wako? Mfano mimi mtoto wangu amesoma shule ya wavulana watupu. Kwa hiyo unaanza kumwambia nini? Kwa sababu mtu wa kwanza kuweza kumfundisha mtoto na kitu kikakaa kichwani, na wakati mwingine kuna vitu anaweza asifanye kwa sababu anaogopa kumpoteza. Kupoteza mzazi asimpende au kupoteza sijui mlezi wake. Kwa hiyo unajikuta unaanza kuongea naye baada ya kuona kuna matukio haya na yanatokea hata shuleni, na hivi vitu havijaanzia wakiwa wakubwa. Hivi vitu vinaanza vikiwa watoto wakiwa wadogo. Wanaanzishwa ule mchezo taratibu. Mimi mfano professional yangu ni social worker. Nimesoma social work. Nishafanya project nyingi sana za watoto. Lakini tulikuta katika age ndogo sana ukimhoji mtoto anakuambia alifanya na social na mazingira. Alianzia kwa nani? Mjombake alianza kumfanyia. Lakini wote ambao wanafanya ukatili ambao tayari sasa baadaye nikuja kujiona hata nisipofanya napoteza nini, wanaanzishwa wakiwa wadogo. Hakuna mtu anaweza kuanza mchezo akiwa mtu mzima. Kabisa. Mimi ninavyoamini. Wewe unaamini? Mimi ninavyoona. Lakini wako watu wanaanza ukubwani. Sasa hiyo. Soma gari unaitaka ndio, unaitaka uko serious ndio. Kama unaitaka na sisi tunaitaka. Sasa ni kitu kingine. Ndio maana tunatakiwa hata na hofu kwa sababu hivi vitu ni tofauti, hata Mungu hapendi. Kwanza ni dhambi. Si bora, lakini naona kama angalau ungeanzia kutoka utotoni kuliko ukiwa ukubwani. Ukiwa ukubwani sasa hiyo ni shida nyingine tena, imeingia tamaa ya pesa na hiyo kutokufanya kazi. Kwa sababu kwa nini usitafute pesa kwa nguvu zako badala ya kwenda kufuta kwa njia ambazo si sahihi? Yatengeneze hayo maadili hapo yamebomoka hayo. Unajua tunaweza tukarudi japo kwa mwendo wa jongoo, lakini tutafika. Bora kuanza kuliko kutokuanza. Kuwa sisi ndio sauti za watu zisizosikika. Kwamba wazazi tujifunze kuongea na watoto, tupunguze ubizi ambao ingawaje ukivaa kibwaya katika mambo ya kujenga maadili na nini, watu nakushangaa. Waanza kupiga mawe, wanaona wewe vipi, wewe wapi? Lakini sasa hatuanzii huko kwenye society, tunaanzia ndani. Chini. Mimi mtoto wangu lazima nisikilize. Ndio. Kwa hivyo watoto tunawamudu. Kwa hiyo tuanzie kwa watoto, alafu watoto watatoka nayo kwenda kwa watoto wenzao, ndio society sasa hiyo inakuwa taratibu. Watu tukiendelea kuonyana, lakini kuenezeana ujumbe wa hofu ya Mungu. Sawa. Ndio maana nikasema Mungu aingilie kati. Lakini kwa kweli dunia imechafuka bro, mambo tunayoshuhudia si ya kawaida. Na kingine pia kama tunataka kuweza kufikia malengo sasa, maadili yaweze kukaa sawa. Hata hizi mashuleni inaweza ikachangia sana. Mfano mimi kuna program maalum ziandaliwe mashuleni. Zinaweza kuanza zikiandaliwa zinaweza sana kuweza kuwarekebisha watoto. Lakini pia kuna hizi wanasemaga sijui ni modeling, sijui ni fashion show shuleni. Unajikuta kuna zile fashion watoto wa kiume wana fashion zao wanapita. Kwa pale unajua mtoto pia anaanza wa kiume, kumbe hata nikivaa kipedi kumbe ni kawaida. Kwa hiyo kuna mama ameiona hiyo, Mheshimiwa Rais ameiona hiyo na ameikemea, na kuna vitu vimeanzishwa sasa hivi shuleni na nini. Na juzi kama sikosei kuna kitu kamezindua hivi. Yani kuna mifumo mipya shule irudi. Inaweza ikajenga na ameliona hilo. Ndio maana nikasema mama yuko sambamba katika hapa. Kabisa. Na kama ikianzia mashuleni na nyumbani, basi tunapata taifa lilo bora. Maadili yatarekebika, tutapata watoto wenye kujua responsibility zao, watajua kwamba mimi ninasoma kwa ajili ya kitu fulani, labda nataka kuwa fulani, lakini sio nitafute pesa kwa njia ambazo sio sahihi. Asante sana. Huyu hapa Salim mwanangu Ahmad, ndio kwenye jina la Pasi ya Kusafiria. Naitwa hivyo Gabo Zigamba, jina la kutafutia riziki. Mshititi wa lugha ushina adhimu ya Kiswahili. Nipo, endelea kulambaza nami kwa hiyo uweze kupata maarifa sahihi. Leo nimelambaza na wazee wangu, wameweza kuniambia mradi koma nini, almakusudi na almuhimu. Tumeongea na kudadavua vilivyo. Bila shaka umeenjoy. Asante.